الحمد لله الذي أنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمتقين. قرآنا عربيا غير ذي عوج موعظة وذكرا للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها الفردوس آمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أما بعد، يشكر الله سبحانه وتعالى. Tunaendelea na tafsiri Suratul Baqara aya 28. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Aya hizo mbili ni takmila ya aya ambazo zimekuja, maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yamekuja baada ya kadhia ile ya yale makundi matatu: waumini, wanafiki na makafiri. Ukaja mazingatio ya ayuhan nasu, kujua namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwezo wake na kudura zake, mpaka ikafikia kusema Mwenyezi Mungu naye bwana, tunataka aseme mambo makubwa, yeye aenda kutaja sisimizi na mdugu chungu katika Qur'an. Ndio Mungu akamwambia inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatun fama fawqa. Sasa aya hizo zenye tadhahua na hayo mwisho wake ni kwenye hiyo huwa bikulli shay'in alim. Mwenyezi Mungu kila kitu ni mweza. Kaifa takfuruna billah, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu? Kaifa takfuruna billah, vipi mnamkanusha Mwenyezi Mungu? Istifhamu tawbih wal inkari, ni istifhamu ya tawbih, ya kutwezwa na ya kukanya. Wal maana kaifa tajhaduna al khaliqa, vipi mnamkanusha mwenye kuumba? Watunkiruna sana, na mnamkanya mwenye kutengeneza.
Vipi mnafanya hayo? Mbona mwamkanusha, mwamkataa Mungu? Ndio tafsiri yake. Mbona mwamkataa Mungu? Ya ahla Makkah, enyi watu wa Makkah. Ya ahla Makkah, enyi watu wa Makkah, mbona mwafanya hayo? Wa kuntum amwata, wana wakade kuntum amwata, na ila hali mlikuwa wafu. Nutfatan, tone la manii, fil aslabi. Nutfatan, kuwa ni matone yaliyokuwa katika migongo ya wazazi wenu. Nutfan fil aslab, aliyakuwa ni matone yaliyo katika migongo ya wazazi wenu. Maana ujeuri huo wa kumkanusha Khaliq na Asani mwaupata wapi? Na ila hali nyinyi mlikuwa ni wafu. Wapi? Katika migongo ya wazazi wenu. Maana mlikuwa ni matone yaliyokuwa katika migongo ya wazazi wenu. Ujeuri huo wa kumkataa Mungu mwatoa wapi? Wakati kuntum fil adam, mlikuwa katika hali ya kukosekana. Nutfatan fil aslabi abai wal arhami al ummahati, ni matone katika migongo ya mababa na mifuko ya uzazi wa kina mama. Hamuitabiri hilo kwamba nyinyi hamkuwepo? Hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an. Hakumbuki hicho kipindi kwamba hakuwa ni kitu chenye kutajwa, hakuwepo. Kipindi ambacho haukuwepo wewe, ulikuwa katika aslabu la abai wa arhami ummahati, lam takun shay'an madhkur, haukuwa ni mtu mwenye kutajwa. Leo wapataje nguvu na pawa ya kumkufuru Mungu? Hali ila hali mlikuwa huko. Faayakum, Mwenyezi Mungu akakuhuisheni mkawa hai. Fil arhami, katika mifuko ya uzazi ya kina mama, mkawa katika hali hiyo. Wa dunia, na mkawa hai katika ulimwengu. Binafikhi ruhi fikum, kwa kuviviwa roho kwenu. Wal istifham litaajub, istifhamu ni ya kustajabiwa. Min kufurihim, kutokana na ukafiri wao. Ma qiyamil burhan, pamoja na kusema madalili za kwamba wao hawataki kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Au litaubihi, au istifhamu ya taubihi, ya kutayarizwa tu, ya kuzomewa. Mataubihi ni kuzomewa tu, ambaye muone huyo, yani taubihi maana wazomewa, istifhamu ya kuzomewa. Kwani wewe wamkufuru Mungu, haukujua ulikuwa nani kabla ya kumkufuru Mungu? Maana wazomewa tu, ndio sifahamu taubihi. Mlikuwa katika hali hiyo. Fahayakum ay akhrajakum ila dunya, akakutoeni katika ulimwengu. Mlikuwa hamjulikani, Mungu akakufanyaje? Akakutoeni katika ulimwengu. Ukawa waitwa Bakari, waitwa Juma, waitwa Hasani, lakini lam takun shay'an madhkur, haukuwa ni mtu wala kitu ambacho kinatajwa. Ukitolewa miaka yako uliokuwa nayo sasa hivi, ukiambiwa ulikuwepo, naambia lam akun shay'an madhkur, sikuwa ni mtu, sikuwa ni kitu kinachotajwa, wala ilikuwa habari zangu zilikuwa hazijulikani. Leo Mungu akupatisha huko duniani unaishi, ndio kwanza wasema Mungu hakuna. Ndio kwanza kumbe mwanadamu asema Mungu. Mbona hajitafakari kwamba kabla yeye ya kutokuwepo alikuwa wapi? Yeye mwenyewe kabla ya kuwa hakuwepo alikuwa wapi? Mpaka asema Mungu hakuna. Basi kama
macho hayaoni, akili nayo haifanyi kazi? Kama akili haifanyi kazi, macho nayo hayaoni, basi maana akili haifanyi kazi, macho hayaoni kwamba kuna watu wanakufa, kwamba na walikuwepo na wana akili zao. Ukiulizwa kitu kimoja, kwani waliokufa walikosea nini? Wana dhambi gani kubwa walioifanya mpaka wamekufa? Na ukiitakidi kwamba walikuwa na akili kuliko wewe lakini wamekufa, kosa lao ni nini? Ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndio Sheikh anasema amekutoeni Mwenyezi Mungu katika dunia thumma yumitukum, kisha akakuhuisheni mkawa hai, kisha akakufanyeni mwe hai. Atartibu fi hadha, mpangilio katika aya hii au katika maelezo haya, wa ma ba'dahu dhahiru fa inna baina nafkhi ruhi wal maut zamanan tawila, haikapana kati ya kuviviwa kwa roho na kufa zama ndefu. Wa baina al maut wal ihyai bil ba'thi, na kati ya kufa na kuhuishwa kwa sababu ya kufufuliwa zamanun tawilu, pia pana zama ndefu. Wa baina al ihyai wal mujazatu wal mujazati ala al-a'mal kadhalika, na kati ya kuhuishwa na kati ya kuwa hai na kulipwa pana zama ndefu pia. Ndio maana ikatumika thumma. Thumma ni taratibu matarahi, sawa sawa katika nahwu. Wa kuntum amwata fa ahyakum, lipokuwa wafu hapo hapo kwa haraka haraka akakufanyeni mwe hai, lakini fahayakum alafu thumma yumitukum, pana taakhiri. Sasa pana fasli kati ya kuhuishwa kwenu na kufa, pana fasli. Na kuhuishwa kunatazama katika mitazamo mitatu, kuhuishwa na kufa kunatazama katika mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza ni kati ya kuviviwa kwa roho kwa mwanadamu na kati ya kufa kwake, hapana taratibu pale, pana zama kati ya kuviviwa roho. Aliviviwa akiwa na miezi mingapi? Mpaka kuzaliwa, mpaka pengine kufa. Tukadirie kwamba amezaliwa na kufa, lakini kati ya kuviviwa roho na kufa pana kitambo, sawa sawa. Sikwambii huyu aliyeishi miaka 20, miaka 30, 50, 100, pana tulul fasl. Ndio mtazamo wa kwanza, kwa kwamba haisingeweza kutumika fei badala ya thumma, kwa sababu fei inahitaji lazima haraka, baada ya kuviviwa tu haraka anakufa. Lakini faha yako thumma yumit, maana yake ashiria kumbe pana imhal kati ya kufa na kati ya kuishwa na kufa, pana kitambo. Hiyo ni mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa pili, baina al-maut wal ihyai bil ba'th, kati ya kufa na kuhuishwa kwa sababu ya na kuwa hai kwa sababu ya kufufuliwa, pana kitabu kirefu zaidi. Kufa hapa dunia, kufa dukuma na kuondoka akhera, na kufufuliwa pana kitabu kirefu pia pana zama ndefu hapa. Na pia zama zingine ni al-ihyau wal mujaza, kuhuishwa, kuwa hai na kulipwa kwa matendo yao, mpaka watu umehuishwa, mmewekwa katika makufu, halafu ndio muhesabiwe. Pana hizo biringe zo kuwepo hapa. Thumma yumitukum inda intihai ajalikum, kisha atakufisheni wakati wa kuisha mida yenu ya kuishi, wakati wa kuisha mida yenu ya kuishi, wakati wa kukoma mida yenu ya kuishi. Thumma yuhyikum, kisha atakuhuisheni bil ba'th, wa kufufuliwa. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye mtarejeshwa. Turaduna ba'da al-ba'thi, mtarudishwa baada ya kufufuliwa.
Kwa hiyo jazikum biamalikum, Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa matendo yenu. Kwa jazikum biamali, atakulipeni kwa matendo yenu. Wakala amesema Sheikh, dalila na ala al-ba'th, hiyo ni dalili juu ya kufufuliwa. Lamma ankaruhu, zamani walipokukanya kule kufufuliwa, kwamba hakupo, watu hatofufuliwa. Sema hiyo ni dalili kwamba fahayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turjaun. Ndio zile aina tatu tulizozitaja pale. Sehemu ya kwanza aliposema fahayakum thumma yumitukum, ni ile ya nini? Ya kwanza tulioisemea, baina nafsi ruhi, sawa sawa, wal maut, thumma yuhyikum, atakuisheni kwa kufufuliwa, kisha baada ya kufufuliwa ndio malipo yanafuata. Kwa hiyo kuna mpango. Ay istighraban wastibadan, qala ta'ala idha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un bayyin. Huko ni kurudishwa kuliko kuwa mbali, huko mbali. Huwa alladhi khalaqa lakum, yeye ndiye ambaye amekuumbeni. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardh, yeye ndiye ambaye amekuumbieni vilivyo katika ardhi. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardh, yeye ndiye ambaye amekuumbieni vilivyo katika ardhi. Ayil ardhi wa ma fiha, maana ardhi na vilivyomo ndani yake, jamii vyote. Litantafi'u bihi, ili mpate manufaa kwavyo. Watatabiru, na mpate kuzingatia. Baada ya kwamba amekuhuisheni, akakufisheni wakati wa kuisha mida yenu, kisha akakufufueni kutoka katika makaburi yenu kwake mtarejea, kwa sababu ya kuhesabiwa. Kwa hiyo thumma dhakara burhana ala al-ba'th, kisha Mwenyezi Mungu akataja dalili juu ya kufufuliwa watu, kwamba kufufuliwa kupo. Baada ya kutupa habari ya mambo hayo, kwamba mlikuwa wafu, akakufanyeni mko hai, kisha atakufisheni, kisha atakuhuisheni, na kwake yeye mtarejeshwa. Dalili ya hayo ni nini? Ndio thumma, kisha walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ma fil ardi. Hiyo ndio dalili ya kwamba kumbe tutafufuliwa. Kwa sababu gani? Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumbia ardhi, aliyetuumbia vilivyomo katika ardhi, na vyenyewe navyo vina hiyo sura ya ihyai wa amwat, wa ihyai wa amwat. Leo mvua jua likinyesha, likiwaka sana, kuna kambuka, ardhi inakambuka, inakauka, afu hakuna kitu. Mvua ikinyesha, mimea inarudi na miti inamea tena. Ndio ihyai ya Mwenyezi Mungu. Umewekewa hivi kila kimoja, kama ninavyosema kwamba kila kimoja ni mawaidha. Yatategemea tu wewe uoni wako na fikra zako, unatumiaje yale mawaidha unayopewa. Yaani hakuna kiumbe cha Mwenyezi Mungu unachokiona katika maisha mbele yako halafu kisiwe ni mawaidha kwako. Kila kimoja ni mawaidha. Chukulia huo mfano, wewe unakwenda unalima, una mwaga debe moja, unapata magunia 100. Si hiya ya Mwenyezi Mungu hiyo? Hayahuisha majani mabichi, yamekuwa chakula, kisha atayaondoa. Kwa hiyo walimradi kila kimoja ni mawaidha. Fandhuru ila nafsi thumma intakal, tizama nafsi yako, kisha bura lil alam al ulwi, kwenye ulimwengu wa juu, thumma sufli, kisha ulimwengu wa chini. Pata mawaidha mazuri tu. Utizama mwenyewe ulikotokea, ulipo, kama alivyosema hapo, ndio katika aslabi abaikum arhamil ummahat, umetoka huko. Halafu ukishatoka kujifanyia sensa wewe mwenyewe, ufanyie sensa mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi imesimama bila nguzo. Ukitoka hapo, rudi katika
ardhi ambayo wewe upo, tizama uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tajdi bihi lakin kama bihi dalilul adam, lakini kwa hayo takuta imesimama yote dalili ya kusikana ulimwengu. Allah, habari nzito sana. Kwa hiyo huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia ni dalili ya kwamba tutafufuliwa. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameviumba vyote, ametuumbia vyote vilivyo katika ardhi. Ay khalaqa lakumul arda wa ma fihima litantafi'u bi kulli ma fiha wa ta'tabiru bi anna Allah huwal khaliqur raziq, ili mpate kuzingatia hilo kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo khaliq na ndiyo nani? Ar-Raziq. Ar-Razzaq ni Mwenyezi Mungu. Thumma stawa ila sama, kisha akaikusudia mbingu. Sasa baada ya kuiumba akaikusudia mbingu. Ai thumma wajaha iradatahu ila sama, kisha akaielekeza irada yake mbinguni. Thumma stawa baada khalqi al-ardhi, ai kasada ila sama, alikusudia mbingu. Vipi alikusudia? Ni hiyo thumma wajaha iradatahu ila sama, alielekeza irada yake kwa kwenye mbingu. Fasawahunna, akaisawazisha. Sab'a samawati, kuifanya ni mbingu saba. Aishajarahunna wakadhahunna sab'a samawati muhkamatal binai, akaifanya na akahukumu kuwa ni mbingu saba yenye kulingana sawa jengo. Wadhalika dalilul qudratil bahira, na hiyo ndio dalili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu wenye kushinda. Fasawahunna dhamiru yarjiu ila samai, dhamiri hunna inaja kwenye hizo mbingu. Lianna fi maana aljamu, kwamba hizo mbingu ziko katika maana ya jamu, japo dhamiri ni jamu inarudi katika ismu, kilafudhi ni mufrad lakini kimana ni jamu. Lianna fi maana aljamu alaila ilayhi jumla fi maana aljami alailati ilayhi, katika maana ya jamu yenye kuelekea kwenye hiyo mufrad. Sasa kwa hiyo imeandikwa jumla. Jumla maana jumla zikatia. Ilati. Ai sayaraha kama fi ayatin ukhra, ameitengeneza kama ilivyo katika aya nyingine. Fakadhahunna, akazihukumu hizo sab'a samawati, mbingu saba. Wa huwa bikulli shay'in alim, yeye kwa kila kitu ni mjuzi. Al-istiwa'u fil asli al-i'tidal wal istiqama, istiwa katika asli ni kulingana sawa. Wa hadha maana mustahilu ala Allah ta'ala, wal muradu minhu huna fi haqqi Allah al-qasd wal irada. Hadhiri wa thumma al-tartib ma infisali li annahu khalaqa al-ardha, kwamba Mwenyezi Mungu ameiumba ardhi fi yawmayn, wa khalaqa al-jibala wal aqwata wa ma fi al-ardi fi yawmayn, fatakunu jumlatu arba'ata ayyam, fatakunu jumlatu arba'ata ayyam. Qul ainakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn, katika aya nyingine Mungu anasema wa yashhadu lidhalika qawluhu ta'ala qul ainakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn.
Qala ay al-ardu wa ma fiha wa yahtamilu anna thumma litartibi Sasa kwa maelezo ya Jalaluddin ya Swawi anasema kwa maelezo hayo, anna thumma litartibi dhikrihi bina ala anna al-ardha, kwa kujengea kwamba ardhi hii tuliyokuwa nayo khulikati mukawwaratan, imeumbwa aliyokuwa duara. Baada dhalika khulikati samau, baada ya hapo ikaumbwa mbingu. Thumma baada khalqi samai, kisha baada ya kuumbwa kwa Mungu wa mbingu, dahala ardha, Mwenyezi Mungu akaitandika ardhi. Wa khalaqa jamia ma fiha, na akaviumba vyote vilivyokuwemo ndani yake. Wa yashhadu lidhalika kauluhu ta'ala, inalishuhudia hilo, inayashuhudia maelezo hayo neno lake Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka, antum ashaddu khalqan amis samau banaha. Thumma qala wal arda ba'da dhalika dahaha. Kwa muktadha huo, kwa maana iliumbwa ardhi ikawa kama mpira tu hivi, kama mduara. Baada ya hapo ndio ikaumbwa mbingu. Baada ya hapo ndio ikaja kutandikwa ardhi. Ndio antum ashaddu khalqan amis samau banaha, mbingu walioiumba. Thumma wal arda ba'da dhalika, sio amesema kwamba baada hapo ameiumba, amekuja kuita, manake iliumbwa kabla ya mbingu kwa mujibu wa aya. Wala dhalika daraja Qurtubi wa ghayruhu wa huwa al-haqq, kwamba hiyo ndio sawa sawa, kwamba ilianza kuumbwa ardhi ikawa ni mudawwara, alafu baadaye ikaumbwa mbingu, alafu tena Mungu ndo akaja kuitandika ardhi. Sasa sura yake ni kwamba kama tuseme tulinunua ili busati, tulinunua busati kwanza kabla ya jengo kujengwa. Baada ya kuja kujenga jengo, kwa sababu busati tulikuwa nalo tayari, ndio tukatandika baada ya jengo kujengwa, au ni vipi? Swali lako ni mafumo ya hapo. Hii ardhi iliumbwa kama ni tufe fulani, ikawekwa sehemu fulani. Baada ya kuja kuumbwa mbingu, ndio hii ardhi ikaja ikatandikwa. Mbingu ishawekwa katika usawa wake, au ni vipi? Ndio ikaja ikatandikwa ardhi. Ndio tueleza kwa mujibu wa aya hiyo, antum ashadu khalqan amis samau banaha. wal arda ba'da dhalika amis samaa bana wal arda ba'da dhalika dahaha. خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض. Maelezo haya yanahukumilia kwamba iliumbwa mbingu baada ya ardhi. Wal ardha ba'da dhalika dahaha dhahiruhu khilafu dhalik, wal jawabu min wajhaini ahaduhuma anna al ardha khuliqat qabla as-samai wa duhiyat ba'da dhalika fala ta'arudha, hapana kupingana. Kwa aya hazipingani, hakuna muaradha kwamba aya zapingana. Mbona hii yasema imeumbwa hivi na imeumbwa kwanza ardhi, baadaye ndio ikaja kuumbwa nini
kaja kuumbwa ardhi kaja kutandikwa baada ya hapo. Fala taawudha, hapana i'rab, hakuna kupingana kwenye hilo. Kama utafuta asbab قوله مجملا ومفصلا هذا هو مذهب أهل السنة خلافا لما ينكر علم الله بالأشياء تفصيلا فإنه كافر. وبكل شيء عليم مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر مفهوم ساسا أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. Yani aya zote hizo mbili mkusanyiko wa maana ni hayo. Hivi hamzingatii kwamba mwenye kuweza juu ya kuumba vyote hivyo mwanzo, na hilo ndio jambo kubwa la kuumba kwenu, kwamba kwamba mwenye kufanya hayo ni mwenye kuweza juu ya kuwarudisheni, kwamba mwenye uwezo wa kuyafanya hayo anashindweje? Anashindwa nini kuwarudisheni? Si kama tuelewana, sio? Au niko peke yangu? Kwamba huyo mfanyaji hayo hawezi kuwarudisheni nyinyi mnaekana. Kwa hiyo tuko pamoja kwa sababu nyinyi si wapingaji. Maana yake pangekuwa na wapingaji tusingekuwa pamoja. Aya inayosema wa idh qala rabbuka lil malaika, kisa cha nabii cha kuumbwa nabii Adam alayhi salam. Naenda nacho kesho inshallah. Tuishi hapo shay'an fa shay'a tamna'ul ina, kapo litajaa inshallah bitawfiqillah wa idhni wa qudratihi. وصدقنا دعاوي نوري للخلائق وللورى ننافق. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا نرضى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فاسمع. فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول عما بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدالة كشف الصحب. والحمد لله في البدء والتنامي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكى ربي
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت كراما ستان وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بالكتاب